Naitwa Mhandisi Rashid Shabani, mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Same Mwanga. Lakini kwa mamlaka kwa sasa tunakabiliwa na changamoto moja, wateja kutolipa ankara zao kwa wakati. Kwa hivyo nilipenda leo niwakumbushe kwamba ili huduma iwe endelevu wana jukumu la kulipa ankara zao kwa wakati. Tumeandaa mkataba wa huduma kwa mteja. Ule mkataba unaainisha haki na wajibu kwa mteja, lakini pia haki na wajibu wa mamlaka. Sasa moja ya wajibu mkubwa wa mteja ni kulipa ankara zake kwa wakati. Sasa hivi tulifanya analysis kupitia kwenye mifumo yetu, inaonekana zaidi ya wateja 249 wanadaiwa madeni kuanzia $1.5 yanafikia mpaka zaidi ya shilingi milioni 200. Sasa milioni 200 tukikusanya hizi tunaweza kufanya mradi ambao ukawezesha kuboresha huduma zetu. Kwa sababu moja ya matumizi ya pesa kwa mamlaka ni kuwezesha huduma iwepo, kwa maana tunagharamia umeme ili kwa ajili ya kuendesha mitambo, tunanunua dawa kwa ajili ya kusafisha na kutibu maji na matumizi mengine kama mafuta ya vyombo vya usafiri, lakini kuna umeme unaotumia maofisini, tunavyo stationaries kwa maana karatasi, printers, photocopy machines zilizoko ofisini, na zote zinatumia pesa. Sasa wananchi wanapochelewa kulipa ankara zao, ina maana hata huduma zetu pia zinachelewa kufanywa kazi. Kwa mfano, kuna wananchi wanaotaka huduma ya maji na bomba halijawafikia pale walipo. Kwa ina maana bomba halitowafikia kwa sababu inahitaji pesa ili tununue mabomba na bomba lilazwe ili wananchi wapate huduma kwa wakati. Lakini bomba lilokuwa bovu linahitaji ukarabati. Sasa huu ukarabati unahitaji vipuri na unahitaji mabomba yanunuliwe, na wote tunazungumzia ni pesa. Kwa hivyo inatuathiri kiasi kikubwa pale ambapo inatokea wananchi kutolipa ankara zao kwa wakati. Kwa hivyo hivi karibuni nilichokifanya kwa mamlaka, tumeandika barua kuandikia wale wote ambao tunawadai. Nilisema wanafikia karibia 249 wa miji ya Same na Mwanga. Wateja hawa tunawadai na thamani ya pesa ambayo tunawadai inafika zaidi ya shilingi milioni 200. Sasa hii pesa ni kubwa. Tulichowaita ni kwa sababu tuje tuzungumze, kwa sababu wakati mwingine sio busara sana kwamba kila mteja anayedaiwa basi mamlaka iende ikasitishe huduma kwenye nyumbani kwake. Hapana. Wakati mwingine kuna changamoto za hapa na pale. Sasa tunadhani njia pekee sahihi nzuri ya kupata suluhu sahihi ni kuzungumza. Wanapozungumza unaweza kupata picha kwamba yeye mteja ana changamoto zipi, ili tuko pamoja basi tuende tutatue changamoto na kumfanya yeye mteja apunguze deni lake. Sisi tukipata zile pesa tunaenda kuboresha huduma. Kama nilivyosema pale awali, kuboresha huduma maana yake tunaendeleza bomba kule ambako halijafika, lakini pale bomba ambalo bovu basi tunapata vipuri kwa wakati na tukafanya ukarabati kwa wakati kuwezesha huduma iendelee kutoka. Leo wateja kadhaa wamejitokeza na wamezungumza. Moja ya changamoto walizokutana nazo ikapelekea bili kuwa kubwa, na kwa sababu ishakuwa kubwa inamkatisha tamaa kuja kulipa kwa wakati. Ni mvujo mbele ya mita. Sasa mita ikishasoma basi inaikuwa ile deni linakuwepo. Na likiwepo sasa sio busara kwenda kumsitishia. Kumbe ule mvujo umejitokeza, yeye mteja hajui. Kwa hiyo sisi kama mamlaka tumeona njia pekee ni kuzungumza, lakini tutakachokifanya ni kutoa elimu kwa wananchi ili wajue jinsi gani ya kuangalia mvujo, akabaini mvujo pale nyumbani kwake, ambao mvujo wakati mwingine unapelekea bili inakuwa kubwa na asiweze kulipa. Na inapendeza sana kwamba mtu alipe kwa maji halisi ambayo yametumiwa. Changamoto nyingine ambayo tumeibaini ni kwamba wakati mwingine tutategemeana. Labda mimi nategemea watoto zangu kama mimi mtu mzima, au nategemea ndugu zangu wanasaidia kulipa hizo ankara. Sasa inapotokea yule mmoja mtegemezi labda naye uwezo wake kwa namna moja ama nyingine aidha amefariki au naye uwezo wake umekuwa mdogo, kwa deni linaendelea kuwepo, mwisho wa siku mimi kwa uwezo wangu mdogo nashindwa kulipa hilo deni linakuwa kubwa. Sasa tumeona tukikuzungumza kwa namna hii tunaweza kuona njia gani zinaweza kutumika kuwezesha deni likalipwa na maji yakaendelea kuwepo kwa huyo mtu wa huduma. Tukatafuta njia nyingine, ikiwezekana kuna kioski karibu akaenda akachota maji kwenye hicho kioski, au kama kuna jirani yake wakashare bili, vitu kama hivyo. Lakini njia nyingine tulobaini ni huduma inapokuwa mbovu. Kwamba kuna mtu anasema sasa mimi naona nataka maji lakini maji leo hayatoki. Kwa hiyo naona njia sahihi ni kwenda kuchota maji kwenye toyo au kwenye maboza. Kwa hiyo kuchota maji kwenye maboza kwa sababu mtu wa boza anataka hela hapo hapo. Kwa hiyo anaona anachota maji kwenye maboza. Kwa
Kwa hiyo badala ile pesa kwenda kulipa kwenye bili yetu, hakuna sababu ya kulipa bili yetu kwa sababu maji haya au huduma haipatikani kwa wakati. Kwa hivyo navyo sisi hapo kwa upande wetu ni kuboresha miundombinu, kuwezesha maji yapatikane muda wote, ili mteja huyo asishawishike kwenda kuchota maji ya Boza, kwa sababu akienda kuchota maji ya Boza, deni lililokuwepo kwetu litaendelea kuwepo. Kwa hivyo tumewaita, tunapozungumza na tunakubaliana lile deni lake atalilipaje kwa awamu mpaka linakamilika. Kuna wengine wamejitoa ushuhuda kwamba mtu amejisahau, wakati mwingine maji yalikuwa hatoki, akaacha bomba wazi. Maji yalipotoka kumbe alikuwa ameenda kwenye shughuli zake za kujitafutia riziki za kila siku. Sasa anarudi nyumbani anakuta maji kumbe yameshatoka na labda yamekaa kutwa nzima. Kwa hiyo na yale maji kama ni chombo hicho kwa na kinga kimejaa, maji yakaendelea kumwagika mwanzo mwisho. Kwa hiyo mwisho siku tayari mita ishasoma, bili imeshatengenezwa na deni linakuwepo. Sasa tunafanyaje? Kwa hiyo ndivyo tunakuja tunazungumza kwamba deni lile lishakuwepo, tunazungumza namna gani ya kulilipa. Nitoe wito tu kwa wakazi wa Same pamoja na Mwanga kwamba kama kuna changamoto yote kuhusiana na huduma za maji, basi aje ofisini tuzungumze. Kama ni deni tunazungumza namna gani ya kulilipa, lakini namna gani ya matumizi sahihi yatakayowezesha yeye asiwe na bili kubwa ya mwezi. Tukizungumza tunapata suluhu ya pamoja, na mwisho wa siku huduma inakuwa endelevu na bila malalamiko, kuletea maendeleo ya Same yetu, ya Mwanga yetu pamoja na nchi kwa ujumla.